Kwa faida ya mtazamaji ambaye kufahamu kwa majina, kwa utambulisho mfupi, pia ni kitu gani uliwiwa mpaka ukajiunga na uandishi wa habari? Mimi naitwa Salim Kikeke, ni mwandishi wa habari na mtangazaji, na nilifanya kazi Tanzania kwa muda, alafu nikaenda kufanya kazi Uingereza, alafu nimerejea tena Tanzania na bado naendelea kufanya kazi katika fani ya utangazaji. Kitu gani kilinisukuma kuwa mtangazaji? Ni kitu ambacho nilikuwa napenda tangu nikiwa mdogo, na nilitamani sana kuwa mwandishi wa habari, na nikafuata ndoto zangu na nikasomea uandishi wa habari na nikawa mwandishi wa habari. Kwa mwandishi wa habari, kuna watu labda walikusukuma, au kuna mtu uliwiwa naye hapo mwanzoni akiwa mwandishi wa habari na ukasema na mimi nawiwa kusomea uandishi wa habari? Zaidi ni marehemu mamangu alikuwa anapenda sana kusikiliza radio, na ndio akanifanya niwe na mimi napenda kusikiliza radio. Wakati huo hakukuwa na televisheni, zaidi kulikuwa ni magazeti na radio, na nikisikia taarifa katika mataifa mbalimbali zikiripotiwa, hasa katika idhaa za kimataifa, ni kitu ambacho kilikuwa kinanisukuma sana nitake na mimi kufanya kazi hiyo, nikisikia watu wamesafiri kwenda mataifa mbalimbali kutafuta habari au kuripoti. Kwa hiyo mtu mkubwa sana anaweza kusema ambaye ametoa mchango mkubwa sana mimi kuwa mwandishi wa habari ni marehemu mama yangu. Umesema umefanya Tanzania kazi lakini umefanya Ulaya. Ni kitu gani ambacho kilikutoa Tanzania mpaka Ulaya? Maana kuangalia kutoka Tanzania bara la Afrika kwenda Ulaya inakuwa ni vigumu sana kwa mwandishi wa habari, lazima uone kitu cha ziada. Sasa ni nani alikupush kutoka Tanzania mpaka kujiunga na BBC? Aidha kuna mtu yeyote aliyekupush? Hapana, ni mimi hamu yangu ya kufanya kazi, kama nilivyokuambia, tangu nikiwa mdogo nikisikiliza idhaa za kimataifa na kusikia watangazaji na waandishi wa habari wa kimataifa wakiripoti. Ni kitu ambacho nilikuwa natamani sana kukifanya nikikua. Kwa hiyo tangu nimeingia nimemaliza kusoma uandishi wa habari, nikaingia chumba cha habari, lengo langu lilikuwa ni kufanya kazi kimataifa katika shirika la kimataifa. Kwa hiyo muda mwingi nilikuwa nikisikiliza wanafanyaje kazi, nikitizama wanafanyaje kazi, na mimi nikawa nafanya vile vile, ingawa nilikuwa bado niko hapa Tanzania. Kwa hiyo ilipokuja fursa ya kwenda Uingereza, wakati shirika la utangazaji la BBC linatafuta mtangazaji, walipokuja ikawa kwangu pengine rahisi, kwa sababu nilikuwa tayari nimeshajitayarisha, nimeshajua wanafanyaje kazi. Kwa hiyo nikafanya mtihani, nikapita ule mtihani, nikapata fursa ya kwenda kufanya kazi Uingereza. Ukiangalia saizi tasnia ya uandishi wa habari, lakini ukiangalia miaka ya nyuma, je, kwa sasa hivi kuna kitu kimepungua kwenye tasnia ya habari au kuna kimeongezeka? Lakini ukiangalia tasnia ya uandishi wa habari ya miaka ya nyuma, ipi ni bora sana kuangalia kwa sasa? Kwangu mimi nitasema zamani kulikuwa na misingi inafuatwa zaidi ya uandishi wa habari. Siku hizi si sana utangazaji, uandishi wa habari, na tunaona watu wengi sana wanaingia studio na kuwa watangazaji ambapo hata hawajasomea utangazaji, na hilo ni jambo la hatari sana, kwa sababu unapofanya kazi kama hii ambayo ni nyeti, unatakiwa ujue unafanya nini, ujue unasema nini, unajipanga vipi unapo kwenda kutangaza. Hilo halizingatiwi sana. Waandishi wengi wa habari hawafuati miiko, hawafuati maadili ya uandishi wa habari, hawafanyi utafiti wengi, hawadodosi. Kwa hiyo habari ukizitizama, kusema kweli, zinakuwa zinasikitisha sana. Unatizama unaona hupati kitu kile ambacho unatarajia kupata kutoka kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo nadhani kwangu mimi tasnia yetu imeporomoka ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kuna sababu nyingi naweza kusema. Waandishi wenyewe sisi tumekuwa wavivu pengine kufanya tunachotaka kufanya. Maslahi pia yanachangia sana waandishi wa habari kutekeleza maadili yao. Lakini kama nilivyosema, waandishi wa habari umetetereka sana, na moja ya mambo ambayo nilisema nikirudi Tanzania ni kuja kuisaidia tasnia yangu ya uandishi wa habari, na nimekuwa nikizungumza na wanafunzi wengi wa vyombo vya habari. Nimekuwa nikijaribu kujitolea kuelekeza watu kazi za kufanya, na nadhani hata hapa nafanya hivyo. Kwa hiyo ningependa sana uandishi wetu urejee mahali ambapo unakuwa na hadhi ya juu na kuaminika, kwa sababu kumeingia mambo mengi sana kwenye uandishi wa habari mpaka
kuna kitu kinaitwa uchawa siku hizi umeingia kwenye waandishi wa habari, ni kitu ambacho kidogo kinasikitisha. Yeah. Lakini ukiangalia umefanya kazi Ulaya, lakini ukiangalia tasnia ya waandishi wa habari ya Tanzania na ya Ulaya, kuna tofauti ipi au kwani kunakosekana kitu gani kati ya Tanzania katika tasnia ya waandishi wa habari lakini na Ulaya? Kuna kitu gani ambacho Ulaya kipo juu lakini Tanzania bado hatujakifikia? Kama nilivyosema, hatufuati maadili ya watangazaji, hatufuati maadili ya uandishi wa habari, hatufuati misingi ya uandishi wa habari. Taarifa zinaandikwa kwa kuungwa, watu hawahoji, waandishi hawahoji vitu vinavyotakiwa kuhojiwa, hawaulizi maswali ambayo yanatakiwa kuulizwa, hawatafuti habari ambazo zina maslahi zaidi kwa jamii. Unaona waandishi wengi siku hizi tunaandika kuhusiana na watu pengine ambao wanatoa fedha ili tuandike habari zao. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ni tofauti kubwa sana katika mataifa yaliyoendelea. Unaona kabisa kwamba waandishi wa habari wanaenda kuhoji bila wasiwasi, wanauliza maswali yanatakiwa na kuibua taarifa na masuala ambayo wananchi au wanataka kusikia. Ukiangalia tasnia ya uandishi wa habari ni tasnia moja ambayo ni nzuri, lakini ukiangalia imekuwa vigumu sana kupata ajira, lakini kuna watu ambao wanapenda wasomee uandishi wa habari, lakini ajira imekuwa ngumu, lakini wana ndoto, lakini wakikaa wengine wakashauriwa wanaona wanawakatisha moyo. Sasa kwa wewe ambao umeboea katika uandishi wa habari umekaa miaka mingi, ungewashauri kitu gani? Ajira zipo siku zote, hata ukienda Uingereza leo, ukienda Marekani, huwezi kusema kwamba ukimaliza tu shule unapata kazi, hapana. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba kama wewe unataka kuwa mwandishi wa habari, na niseme kwa fani zote, kwa sababu fani zote hakuna ajira za kutosha, na miaka yote imekuwa hivyo. Pengine imeongezeka sasa hivi, lakini kama wewe unataka kuwa mwandishi wa habari, basi uwe tofauti, ufanye kazi kwa utofauti, ufanye vitu kwa weledi, ujitenganishe na wenzako. Lakini ukifanya kazi ukiwa unafanya kile ambacho kila mtu anakifanya, hakuna mtu atashughulika na wewe. Na ukitizama kwa mfano wangu mimi, ni kwamba nilijitahidi sana kufanya vitu tofauti na watu wengine wanaofanya, na ndio maana kwangu mimi pengine ikawa rahisi kuonekana kitu ambacho nakifanya, na ikawa rahisi hata kupata kazi kimataifa. Lakini waandishi wengi hawataki kujituma, hawataki kufanya vitu tofauti, watu wanafanya kazi kwa mazoea, na ndio tabaki mtu kusema tu kwamba ajira hakuna. Lakini waajiri wanataka watoe ajira kwa mtu ambaye anafanya kitu tofauti ili kilete maslahi makubwa. Sasa kama unafanya kitu ambacho hakileti tofauti yoyote, itakuwa ngumu sana kupata ajira. Na hii sio kwenye uandishi wa habari, kwenye fani zote. Tumekuwa wavivu sana kufanya kazi kwa weledi, tumekuwa hatujitumi, tumekuwa hatutaki kujifunza zaidi katika kazi tunazozifanya. Kwa hiyo ndio maana ajira pengine inakuwa unaweza kusema ni ngumu. Ndio ukiangalia takwimu za kitaifa unaona swala la ajira ni swala mwiba, lakini ukiangalia kwa moja kama kweli una nia thabiti ya kutaka kufanya kazi na kutafuta ajira, unapata ajira. Kama Salum Keko, watu wengi wamekutambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Je, nje ya uandishi wa habari kuna kitu kingine unakifanya nje ya uandishi wa habari? Hapana. Sasa hivi ndio nimeanza kufikiria nifanye kilimo pengine. Lakini mimi ni mwandishi wa habari. Ukiangalia watu wengi, umekuwa mtangazaji wa BBC, lakini hapa siku za karibuni umeonekana kufanya kazi Crown. Je, BBC ni kwamba umestopishana nao maybe? Mimi nimeondoka BBC, sifanyi kazi BBC tena. Mwaka 2023 tarehe 28 mwezi wa 4 niliondoka BBC. Nikaamua kurudi nyumbani Tanzania. Kwa hiyo nilikuwa ni azma yangu ya kutaka kurejea Tanzania. Tangu mwaka 2019 nilikuwa napanga kurudi Tanzania, lakini kutokana na sababu kadha wa kadha nilishindwa kurudi 2019, alafu COVID ikaingia. Nikajaribu tena mwaka 2021, 22, hatimaye maombi yangu ya kuondoka Uingereza yalikubaliwa Disemba. Nikatakiwa tu kukamilisha kufanya kombe la dunia, na baada ya hapo nikaondoka. Kwa hiyo nitaka kurudi, nimerudi nyumbani. Kama nilivyosema, nataka kujihusisha na uandishi wa habari na utangazaji. Kwa hiyo kulikuwa na mradi wa Crown,
nikasema tuingie tuweze kufanya kazi na tunafanya kile ambacho nilichotaka kukifanya na vijana. Tumekusanya pale, tunafanya vipindi, tunajaribu kufanya kazi kwa misingi ambayo nimetoka kuisema ya uandishi wa habari, ili tuweze kuchagiza na waandishi wengine na vyombo vingine vya habari pengine kurejea katika mstari. Na tangu tumeanza matangazo, kusema kweli, imefika miezi 4 5 karibu 6 mpaka sasa hivi, na unaona kwamba tumeleta tofauti kidogo katika fani ya uandishi wa habari. Kuna waandishi wengi unaona kidogo wanabadilika sasa hivi kwenye ufanyaji wa kazi. Kuna vipindi unaona kuna jitihada inafanyika kutengeneza vipindi, kuuliza maswali zaidi, kufanya utafiti zaidi. Kwa hiyo mimi nikitizama, kusema kweli, naona pamoja na kuwa ni mchango ninaotoa ni mdogo, lakini unaleta tofauti ambayo kwangu mimi naona inafaa na ni kubwa. Kwa kumalizia, unawashauri vipi waandishi wa habari ili waendeleze kuiweka mjini tasnia ya uandishi wa habari? Kitu gani unawashauri? Fuata misingi. Unajua, unapokwenda kusoma chuo cha uandishi wa habari unaambiwa ufanye nini. Unafundishwa kabisa. Vyuo vyote ukienda hapa Tanzania na nje ya Tanzania, unafundishwa jinsi gani ya kufanya uandishi wa habari. Kitu kinachopotea hapo katikati, unapotoka chuoni na kuingia kwenye chumba cha habari na kuanza kufanya kazi kwa mazoea, sijui kitu gani kinatokea hapo, na misingi inakwenda pembeni na maadili yanapotea. Lakini nimesema kwa sababu mimi nimefanya kazi Tanzania na najua changamoto za uandishi wa Tanzania. Kuna swala kubwa sana la maslahi, wamiliki kutolipa vizuri, na kwa kufanya hivyo, tunavyoingia mtaani unajikuta unapewa habari na unapewa na nauli. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kwenda kuiripoti ile habari jinsi anavyotaka mtu aliyokupa nauli. Lakini kama ungekuwa na maslahi mazuri, maana yake ungeweza kutekeleza kazi yako, wajibu wako kwa misingi na maadili ambayo umefundishwa nayo. Kwa hiyo haina maana. Moja ya faida ya mtazamaji wa Domeko TV angependa kutambua kwamba media yako ya kwanza kuanza kufanya kazi ilikuwa ni ipi kabla hujajiunga na BBC? Mimi nilianza kazi Radio Tanzania, ambayo siku hizi inaitwa TBC. Alafu nikatoka hapo nikaenda kwenye kituo kimoja kinaitwa CTN cha TV na radio. Halafu kituo hicho kikanunuliwa na kampuni inaitwa Africa Media Group, ambayo ilikuwa inamiliki Channel 10 na DTV. Halafu nilipotoka DTV nikaenda kufanya kazi ya ITV. Baada ya hapo ndo nikaenda Uingereza. Kwa nilianzia Radio Tanzania ambayo ni TBC sasa hivi. Nikushukuru sana mgeni wangu kwa exclusive interview ambayo tumeifanya, lakini kwa ujio wako, ushirikiano wako ambao umeonyesha. Karibu sana Domeko TV. Asante.